Po enzi za karne ya 18 na 19, Wahindi walifika eneo la Afrika Mashariki kutengeneza reli ya kwanza nchini Kenya. Idadi kuu walijitengenezea makao eneo hili na kukuza vizazi vingi baadaye. Wito wa kuungana na kushikilia imani zao ulipelekea kujengwa hekalu ya kwanza zaidi katikati mwa mji wa Mombasa. Mwanahabari Francis Ontomwa leo hii anakupa wasifu wa hekalu la Swaminarayan la kwanza kabisa kuanzishwa nje ya taifa la India. Ni katika barabara kuu ya Haile Selassie mjini Mombasa ambapo mwamba wa hekalu ya BAPS Swaminarayan unasimama. Wana Swaminarayan ni mojawapo ya makundi ya imani ya Kihindi. Jengo hili lina historia kubwa kwa kuwa hekalu ya kwanza kuanzishwa ulimwenguni nje ya India mnamo mwaka wa 1955 na kiongozi wa wakati huo Brahma Swarap Yogiji Maharaj. He was the first saint who came across the sea to Africa from Swaminarayan sect. So he inaugurated this temple in 1955. Wakati reli ikianza kujengwa, Wahindi waliingia Mombasa kwa njia ya meli. Haikuchukua muda mrefu hitaji la kuwa na nyumba ya ibada kutokea. Dr. Kanubai Patel ni mmoja wa madaktari wa dawa wa kongwe zaidi nchini Kenya. Wakati huo alikuwa na umri wa miaka 9 tu. He had a very far great vision of unifying all the human beings of this world. Hekaluni, ibada kitambo inaendelea. Ibada ni moja, lakini sehemu wanayoabudu wanawake na wanaume imegawanywa. Dini hii hairuhusu wanawake kuwa na mwingiliano wa moja kwa moja na wakuu wa dini. Muda kwa muda kuhani mkuu anajishughulisha kulisha sanamu za wakuu wao wa dini. Kawaida maombi hufanyika kila asubuhi na jioni, ikiwa hapana siku maalum ya ibada. Pramukh Swami Maharaj mwenye umri wa miaka 95 ndiyo kiongozi mkuu wa dini hii, ofisi yake ikiwa India. Wafuasi wa BAPS Swaminarayan hutumia kitabu kitakatifu kiitwacho Vachanamrut, kitabu kinachotoa mwongozo wa dini hii. Hairuhusiwi mtu kula nyama wala kujihusisha na madawa ya kulevya. Isitoshe, wanapofariki waumini wa dini hii, wao huteketezwa kwa moto. Wana BAPS Swaminarayan vile wanashikilia kwa dhati dhana ya kuwasaidia wasiojiweza. We conduct feeding program in various schools, Simulatewa prisons, schools for the disabled. There we donate food as well as sewing machines. In Simulatewa we have donated the computers, uniforms. Dini hii ina takriban wafuasi milioni 2 ulimwenguni, huku kukiwa na hekalu 14 barani Afrika. Katika taifa la Kenya kuna hekalu 7, idadi ya wafuasi ikiwa 4,000. Makao makuu ya Afrika yapo jijini Nairobi. Licha ya vigogo wengi wa dini hii kung'atuka, waumini hawa bado wanaabudu kwa dhati, wakijua fika kuwa macho ya waliowatangulia bado yamebaki kuwalinda kila uchao. Francis Ontomwa, KTN News, Mombasa.